Wengi walimfahamu akiwa na maafande wa Tanzania Prisons miaka kadhaa nyuma kabla ya kuliandika jina lake na kuwa miongoni mwa wachezaji ambao wanazungumzika. Hapa namzungumzia Eliuta Herman Mpepo, nyota wa Singida Black Stars, ambaye leo hii tuko naye hapa kwa ajili ya exclusive interview. Karibu sana mtazamaji wa Mwananchi Digital. Mimi naitwa Elia Solomon. Vipi ndugu yangu? Fresh kabisa, mambo vipi? Safi, kwema. Kwema kabisa. Umechafuka kifuani bwana, ujana. Bwana, maisha ya Singida anasemaje? Yako poa tu, maisha ya Singida yako poa. Kuna kijoto joto wakati huu kinachochanganyika na mvua, yako poa. Na nafikiri si awamu yako ya kwanza kuishi Singida. Sio mara yangu ya kwanza. Niliishi Singida United na sasa hivi Black Star. Utofauti wa maisha miaka ile na miaka ya sasa unaonaje? Vitu vinakuwa upgrade kila baada ya mwaka. Unaelewa, kitu kilichokuwepo mwaka juzi hakiwezi kuwa sawa na mwaka huu. Unaelewa, vitu vinakuwa upgrade, kwa vingi vimebadilika. Kama hivyo ulivyoona timu inamiliki uwanja, sio kitu ambacho kilikuwepo nyakati hizo, lakini sasa hivi kipo. Nilianza kuzungumzia kama wengi walikufahamu wakati ukiwa Tanzania Prisons, lakini kwa ambao hawakujui kwa sababu nimeanzia hapo, ambao hawakujui, Eliuta umecheza karibu ligi zote, kwa maana zile ngazi ya chini, daraja la pili, sijui la kwanza mpaka Premier League. Utofauti na ugumu wa hizo ligi ukoje? Utofauti wa madaraja hayo na nafikiri kinachotofautisha zaidi ni uhitaji wa wakati huo. Uhitaji wa wakati huo wa ligi ndicho kitu kikubwa kinachotofautisha. Unajua kuna ligi mnacheza kwa sababu ni ligi, mnatakiwa mkacheze ili mkamilisha ratiba. Lakini kuna ligi ambayo matokeo ni lazima. Yani ingawaje hizo ligi zote matokeo ni lazima, lakini kuna level matokeo ni lazima. Yani hamna excuse. Ucheze vizuri, ucheze vibaya, watu wanachotaka ni matokeo. Kwa sikufahamu, ni mtu wa aina gani? Very humble. Ni mtu ambaye naamini kwenye kusikiliza zaidi kuliko kuongea. Lakini pia sio lazima uwe kama nilivyo. Sio lazima nikubadilishe. Wewe kuwa kama ulivyo, na mimi niwe kama nilivyo, kisha tuishi hivyo. Kwa sababu naamini ikiwa hivyo hakuwezi kuwa na ugomvi, hakuwezi kuwa na changamoto za ovyo, ingawa binadamu hatukosi sababu. Eliuta, nakufahamu kidogo, umekuwa mpenzi wa kusoma vitabu. Nani aliyekuhamasisha kuingia upande huo, na nini ambacho unakipata kwenye tabia ambayo umejengea kusoma vitabu? Kiukweli napenda sana kusoma vitabu. Nakumbuka kuna kitabu nilikikutaga ndani kwa baba chumbani wakati nikiwa darasa la sita nakumbuka. Nilikikuta alikuwa amekiandika, sina neno la mwandishi nimemsahau, lakini kiliandikwa Rais anampenda mke wangu. Hicho kitabu baba alikuwa anapenda sana kuvisoma hivyo vitabu. Kwa hiyo vitabu vyote vilikuwa sebleni. Sawa, sehemu ambayo huwa anatumia kusoma. Nikisema library inamaanisha ni sebleni tu, anapanga vitabu vyake hivyo. Lakini hicho kitabu cha Rais anampenda mke wangu alikuwa amekiweka ndani. So nikawa nataka kujua, yani chumbani kwake, kwa kila labda yeye ametoka amebaki bi mkubwa, mimi nitaingia, nachukua naenda chumbani kwangu naanza kukisoma. Ni kitabu ambacho kilikuwa na simulizi nzuri sana, yani sana. Yani mle kulikuwa na mikasa na nini na vitu vingi. Rais anampenda mke wangu ni kitabu ambacho kilinifanya nianze kuvisoma vitabu vingi ambavyo nimevisoma. Lakini pia mtu ambaye mpaka leo ananifanya niendelee kusoma vitabu ni Japhet Nyang'oro.
Japhet Nyang'oro. Vitabu vyake ni vitabu ambavyo nimesafiri navyo nchi tofauti tofauti, kwa sababu ni kama kuangalia movie. Yaani ukiwa unasoma vitabu vya Japhet Nyang'oro kama vile kuangalia movie, kwa ni kitu ambacho kinanisaidia ku refresh mind. Ndio maana napenda kusoma vitabu. Nataka kuniambia zaidi ya vitabu 20 umesoma sasa? Kaka, nimesoma vitabu vingi, na watu wangu wengi ambao wamekuwa karibu yangu hilo wanalijua. Hata mara nyingi Samata anapenda sana kusoma vitabu. Kwa hiyo labda kama kuna kitabu niko nacho, mimi nitamwambia kaka, hiki kitabu umekisoma? Hicho sijakisoma. Nani anacho? Mtu fulani. Wewe hiki umekisoma? Hivyo. Kwa ni mtu unajua kuna wakati mna share knowledge. Yaani kuna wakati ni vitu ambavyo vinakusaulisha vitu vingi. Unajua mambo ya mipira yana mazonge mengi. Yaani yale unayoyasikia na kuyaona, na sisi ndo tunavyoyasikia na kuyaona hivyo. So tunaenda navyo hivyo. Mtu mwingine ambaye muda mwingi tulikuwa tunashare vitabu ni Ali Msengi. Unajua Ali Msengi alikuwa SA. Kwa hiyo wakati nilikuwa SA na alikuwa SA, kwa ni watu ambao tulikuwa tunajaribu kushare na kubadilishana. Mtu mwingine Salum Chuku. Kwa hiyo muda mwingi wakinikuta nasoma, nao wanachukua, wanataka kusoma hivyo. Zile story ukiziweka kwenye maisha halisi ni kitu kikubwa sana. Kama ukiwa una shida na Eliuta, kama simu zake zikiwa hazipatikani, ukimpata Kiombo umempata Eliuta? Yeah, ukimpata Kiombo umempata Eliuta, ukimpata Salum Chuku umempata Eliuta, ukimpata Ali Msengi umempata Eliuta. Yeah. Nikurudishe nyuma, tutaendelea na stories za namna hiyo. Tutajaribu kuzungumza vitu tofauti. Ningependa kupata experience yako, kwa sababu kumekuwaga na changamoto hasa kwa watoto ambao wametoka kwenye familia hizi za kawaida. Kumekuwa na changamoto ya wazazi kuamini kile ambacho mtoto yuko nacho. Mara nyingi wanaamini ukisoma ndio njia ya kufanikiwa. Kwako mpaka kuwa mchezaji ambaye hivi sasa maisha yako yanategemea mpira, hiyo move ilikuwaje hapo, msuguano na familia? Kaka, misha kulazwa lock up kwa sababu ya mpira. Ni kitu ambacho huwa nikikumbuka kinaniumiza. Nakumbuka wakati niko sekondari, kuna mashindano ya UMITASHUMITA nafikiri, sio? UMISETA, UMITASHUMITA shule ya msingi. Kaka, mimi wakati ule walikuwa wanatoa vyeti. Shule ya msingi mimi nilikuwa mchezaji bora, sekondari mimi nilikuwa mchezaji bora, na chuo mimi nilikuwa mchezaji. Hivi vyote ni vyeti ninavyo. Wakati nilikuwa sekondari, uzuri ni kwamba yani mimi tangu, unajua zile stage zote unakwenda kwa kwenye mpira, kwa ni kitu ambacho nimeishi nacho. Yani mpira ni kitu ambacho mimi nimeishi nacho. Ilikuwa kama vile maisha ya kawaida, kama mchunga ng'ombe na mifugo. Unajua mchunga ng'ombe akiamka anafungulia mifugo yake, anaenda kuchunga, anarudi, anajua aina zote za mifugo aliyokuwa nayo. So nakumbuka siku hiyo tulikuwa tumeenda Nigombea, tulikuwa tumeenda kucheza mechi Sokoine. Nilikuwa naishi na shangazi yangu. Kule shangazi alikuwa hapendi mpira, yani mpira sio kitu ambacho alikuwa anakipenda. Kwa alikuwa ni mtu ambaye ananikataza. Na mimi nyumbani kaka alikuwa mwisho saa 12. Yani jua likizama natakiwa niwepo ndani. Bahati mbaya siku hiyo nikawa nimechelewa. Kwa kuchelewa, unajua familia hizi ambazo zinakuwa na ndugu wenye nyadhifa, wanaweza kufanya chochote kwa lengo labda kama vile kumwadabisha mtu ama kwa lengo lolote mara nyingi. So kwa sababu familia yetu kidogo kulikuwa na watu ambao hivyo, kwa ikawa leo utaenda kulala lock up, kwa nini umechelewa kurudi? Na anajua kwamba nilikuwa kwenye mpira, nilikuwa na mechi. Kweli kaka, ngachukuliwa nikalala lock up mpaka kesho yake. Ni kitu ambacho kiliniuma kwa wakati ule. Na unajua
mwache mtu afanye kitu ambacho anakiweza. Mandhari haharibu utaratibu wa nyumbani, ingawaje labda kwa sababu ya nilichelewa kurudi hiyo saa 12, lakini kama mtu haribu tu utaratibu wa nyumbani na maisha mengine, mwache mtu tu afanye, kwa sababu hakuna mtu mwenye future ya mwenzie. Ingawaje wazazi wanaambiwa wapeleke watoto kwenye direction iliyokuwa bora. Kama mtu tu kwa sababu mimi nilikuwa naenda shule, yani swala la shule kwangu ni kitu ambacho nilikuwa nakipenda. Yani mimi shule nilikuwa naipenda. Wala hata sijawahi kutoroka na nini. Kwanza mazingira yangu tu ya makuzi nyumbani ni kitu ambacho huwezi, yani lazima tu uende shule. Umeelewa? Kwa nipeleka lock up, nikalala lock up. Kesho yake nikachapwa viboko vingi. Na yule askari, baadaye askari akamwambia sababu kubwa ni ipi? Sio, unaelewa? Mimi nikamuuliza, kwani sababu inakufanya unichape ni nini? Mimi nimeambiwa nikuchape. Nikamwambia basi sawa, endelea kunichapa. Mimi niko hivyo, mimi ni mtu ambaye mimi nitakwambia nachojisikia kukwambia. Kwa sababu kama umeona ni sahihi na mimi ninachokwambia ni sahihi pia, kwa hiyo utaamua wewe. Nikamwambia basi endelea kunichapa. Akaniambia hapana, nimekuchapa sana lakini sasa sielewi. Nikamwambia basi kama umeshanichapa umechoka basi acha. So ilikuwa ni hivyo. Baadaye akanifuata, tulikuwa tunarudi nyumbani. Kwa sababu nilimwambia yule askari, wewe kama mwambie unichape endelea kunichapa, kwa sababu siwezi nikaondoka pale ndo nyumbani. Kwa hiyo hata nikisema labda eti sijui nifanye nini pale ndo nyumbani, baadaye nitarudi pale. Alafu ndo kanambia nije huku. Basi sawa. Sasa alipokuja kunichukua akanambia, nilikwambia mimi unapenda sana mpira, mimi nitakupeleka polisi. Simuona sana nikupeleka polisi. Nikawa namwangalia. Nikamwambia sawa. Tayari nishaenda polisi. Hivyo. Na nilikuwa mdogo. So mpira kitu cha ovyo sana ambacho nimekutana nacho kwenye mpira ni hicho. Kwa sasa wanakuchukuliaje sasa wazee? Kwa sababu bila shaka naamini unaweza kufanya kitu nyumbani na hela inatoka kwenye kile kitu ambacho wao hawakuamini. Sasa yule alikuwa shangazi. Yule alikuwa shangazi. Mimi familia yangu imekuwa ina support tangu hivyo. Baada ya hilo jambo kutokea, niliishi na shangazi kwa muda mchache sana. Nikawa nimeondoka karibu yake. Mimi familia yangu inani support. Hasa dadangu amenisupport kwa 100%. Yani dadangu sio utaniambia nini? Yani nampenda sana dadangu, ushaelewa? Sio eti sio mtoto wa mama sina nini namna, lakini yani dadangu kana support ya 100%, ambayo hiyo ni pamoja na shemeji. Unaelewa? Mimi namuongelea dada, lakini jua alikaolewa. Kwa sababu hadi mpaka kesho watoto wake wananiita mimi kaka, kwa sababu tumelelewa hivyo. Yani ni nyumba ambayo tumelelewa, huwezi kujua yupi sio mtoto wa ile nyumba. Yani maisha yetu ilikuwa ni furaha tu. Yani unapoongelea furaha ni furaha kweli. Yani huwezi kutofautisha eti kwamba huyu mdogo wangu, huyu mtoto wangu, afu dada alikuwa mkubwa. Huyu mdogo wangu, niko mdogo, tuko sawa na mwanae, lakini huwezi kusema wako tofauti. Eti mdogo wangu hamna hiyo. Huwezi hata kuona hata ukiwa mgeni. So nampenda dadangu. Tumezungumza kwamba umecheza karibu madaraja yote ya chini huku kabla ya kuwa mchezaji wa ligi kuu Tanzania bara. Kuna tukio ambalo unalikumbuka, kwa sababu kama umecheza madaraja ya chini, kwa sababu wachezaji ambao wako huko kuna time inabidi unajiiba, unaenda unatwanga ndondo, unapata kidogo hela ambayo inakusaidia, kwa sababu kwa madaraja ya chini kupata kiwango ambacho kinaweza kutosha kufanya mambo yako yaende huwa ni changamoto. Matukio gani ambayo unayakumbuka ambayo umewahi kwenda kwenye ndondo? Kwa sababu ndondo si salama. Watu wamekupa hela yao, umefungwa, unaweza kawakimbiza au unaweza usilipu hela. Kwako una tukio lipi ambalo unaweza ukalielezea? Matukio mawili. Tukio la kwanza ni Mbeya.
kulikuwa na ligi inaitwa Mastara Cup aligombea Mastara Cup. Kuna timu inaitwa Majiko. Majiko ni timu ambayo inakuwa na mastaa wengi sana Mbeya, Majiko. Alafu kulikuwa na timu nyingine ilikuwa ya askari tu. Sasa kilichokuwa kimetokea, nilicheza mechi ya kwanza kwenye mashindano. Mechi ya kwanza nilicheza timu ya askari, walikuwa hawajatimia siku hiyo. Kwa sababu nilikuwa natoka Mwanjelwa na narudi home. Nikakutana na rafiki yangu anaitwa Debayo, jamaa alipata ajali. Kwa sababu bonge la strike alipata ajali. Kwa hiyo sasa hivi nafikiri sio anaimba, sio mchungaji, kitu kama hicho. Alikuwa kidogo mkubwa kwangu. Alafu kwa wakati narudi nyumbani nikakutana naye kwenye daladala. Akaniambia wewe tunaenda kwenye mechi hapo zini, nikamwambia sina kiatu, anambia tutakupa. Kaenda hiyo Mastara Cup. Hiyo mechi nikacheza nikafunga. Nikaondoka. Unaelewa? Majiko wakanipigia simu. Bwana twende tukacheza mechi. Nikamwambia kabisa sikilizeni, mimi nimeshacheza pale. Bwana wewe twende tu. Hamna shida. Tumeenda pale. Hiyo mechi nikafunga. Tulikuwa tunacheza Majiko sina timu gani. Nilipofunga watu huko nje ndio wakaanza kukumbuka. Wewe alicheza timu fulani yule? Ndio huyo alifunga. Niko mle ndani. Jamaa akaniambia bwana kuna timu ulicheza, nikamwambia sio mimi. Ngakataa. Tumeendelea mpaka half time. Half time kuna jamaa mle nilikuwa nimeongea naye, mtu wangu akaniambia sikiliza, ile mechi mimi nilicheza. Na jamaa siku hiyo alikuwepo. Na yeye ndo aliyenisababishia mimi nicheze. Akaniambia sikiliza, tukitoka pale ubadilisha nguo kimya kimya. Hiyo mwenge hiyo watu wanakuwa hivi. Kweli bwana nimetoka half time pale, nikaichanganya nimetoka. Nikaenda kusimama pembeni. Mastara mwenyewe mtu akuja kumuuliza, akaja kuniuliza mimi. Wanasikia hapa kuna mchezaji alicheza timu mbili tofauti. Nikamwambia waongo, wanadanganya hao. Hamna lolote. Akaondoka, akawa anaenda kumuuliza mtu mwingine. Sasa kumbe kuna watu jicho lao liko kwangu. Pale Mwenge kuna sehemu kulikuwa na banda la kuangalizia mechi kwa pembeni. Kwa mimi nikawa nimezunguka. Bwana wale watu walivyoniona nachomoka walianza kunifukuzia. Mimi nimeenda uchochoro, nikarudi nikaingia kwenye banda la kuangalizia mpira, nikatulia mle. Sasa watu waliposikia huyo watu wameacha kuangalia mechi huku, wananifukuzia. Mimi nimefika pale nimetulia. Watu kelele huko nje za nini? Mtu mwingine ananiambia kuna dogo mmoja huko mjinga kacheza timu mbili tofauti, alafu timu zote kafunga. Kumbe ananiambia mimi. Umeona sasa? Nikawa nimelikwepa lile. Tukio la pili, tukio la hatari sana ni Friends Ranger na Goms. Ndondo Cup. Wakati huo sasa ndo inaanza. Unajua Dar es Salaam kuna Friends Ranger, kuna Abajalo, kuna Sinza Star, yani sio unaelewa. Yani kuna hizo timu yani Ashanti, yani ni timu kweli za wauni. Afu na wale wana mapenzi nazo. Yani mnasema watu wana mapenzi na Simba na Yanga, kuna watu wana mapenzi na timu zao. Hizo Ashanti, Friends Ranger, Abajalo, umeelewa? Sinza Star. Tunacheza na Goms. Uwanja wa Mwembe Chai. Bwana Goms yao timu yao ilikuwa hatari, wamefurika hivi. Watu wenyewe wa Friends wamemezwa. Yani wana kijieneo chao kidogo. Wao Goms wametoka saa huko, kinapigwa ti. Bwana sikatokea jamaa gani kamkanyaga Mzozo. Mtu anaitwa Eli Mzozo huyo, mmiliki wa Friends Ranger, kamkanyaga. Oya vipi? Yes kocha, mmiliki kocha huko anaendelea. Si kawaje, wewe mimi nitakupasua wewe. Si mekuaje pale bwana, wewe wamekorofishana na huyo Mzozo. Bwana jambo akilianzisha Mzozo yani ushaisha. Mpaka aje alifanyaje? Aliachisha mwenyewe. Sasa kitendo cha huyu si umefanyaje bwana? Si yule alikosekana vipi, muuni alimpa mkono ule jamaa. Aya. Watu wa upande wa pili, unajua Mwembe Chai X iko ndani mle imezungushiwa. Watu wa upande wa pili wa Goms wakaona mtu wao anapigwa. Sasa wale watu wa Goms, unajua Goms kule mbali na huku Magomeni. Alafu watu walishakuwa wapya wengi mjini.
yani hizi stories za hizi zinazoziongea si labda kwamba ukiongelea Ashanti, watu wa Ashanti wanajua watu wa Friends walivyo. Watu wa Friends wanajua watu wa Sinza walivyo na bajaro yao na Sinza Stars, unaelewa. Sasa mtu wa Gomzi ataelewa hivyo? Ni ngumu. Si imekuwaje bwana we. Kaka ule uwanja ule mtu wa Gomzi si kama kuna mtu wa Gomzi pale alipigwa vitu pale, si hata kama alipona, si hata ilikuwaje rafiki yangu. Yani ilikuwa ni vita miatari. Yani walichokosea wale wa Gomzi ni kuleta noma pale, kuwaletea noma Friends maskani yao. Kaka watu wanatokaga Mwembe Chai, Kagera. Kaka kuna watu hujawahi kuwaona, ukishasikia hivyo tu, yani ukija kuambiwa huyu mtu anaishi Kagera unamshangaa. Yani lakini kwa sababu anakufahamu na wanafahamu watu wote, wachezaji wote wa Friends Ranger walikuwa wanafahamu, kama vile ambavyo Ashanti ilikuwa wanafahamu wachezaji wao wote. Oya, ni kitu ambacho kilikuwa ni cha hatari. Kaka, unajua watu mkisha kwa mnapigana umjui huyu nani ni nani wakati gani, unaweza ndio ni sehemu nzuri ya kuenjoy vipaji. Sasa umeelewa? Uzuri wame-update, yani kuna askari, utulivu na nini. Fanyeni kila kitu lakini msifanyaje? Msipigane. Kwa hiyo ule mambo ya usela yamebakia tu kwenye kama vile wanataka wanafanya uganga na nini kucheza, lakini oya ilikuwa ni kupigana. Yani Shafii amebadilisha ndondo kutoka kwenye usela kuja kwenye sehemu ya kuenjoy. Vipaji ni vile vile, maeneo ni yale, radha ni ile na imekuwa zaidi kwa sababu hata watu wastaarabu mashuhuri wenye heshima wanakimbilia kuangalia ndondo. Lakini zamani wewe utamwambia mtu tukaangalia ndondo anaenda? Alikuwa hawezi kwenda. Sure, I'm telling you. Lakini leo hii kumwambia mtu wapi tunaenda kuangalia mechi? Kwenye ndondo. Watu Sinza kwenye ndondo. So ndondo imebadilishwa, imekuwa ni kitu ambacho baada ya ligi kuu imeshaisha, watu wanaenda kurefresh na ndondo. Yani imekuwa sehemu bora, imekuwa sehemu nzuri, na ndio maana ni sehemu ambayo watu pia wanatangaza biashara zao. Watu wa hali ya chini wanauza bidhaa zao, ni sehemu ya kipato, mamatilie, pouza karanga mtaani na nini hivyo. Imekuwa ni sehemu bora sana yani, na watu wanaonyesha uwezo wao, watu wanaenjoy. Kupata nafasi ligi kuu sio rahisi. Unajua watu wanaonyesha vipaji huko na wanaenjoy. Uzuri na ubaya wa mpira ni kwamba ukiwa madaraja ya chini unacheza kuenjoy. Ukishafika kule madaraja ya chini kuwaza hela, labda uwe tayari una majukumu. Lakini kama huna majukumu, unajua mpira unacheza unaenjoy. Ni kama vile mtu anavyopenda kuangalia movie. Sina enjoy. Ni sawa na mcheza mpira anavyocheza mpira. Lakini ikisha kuja huko ambako ni demanded, yani sasa wanakudemand result, unatakiwa ufanye anachotaka mwalimu. Lakini kule unatoa skills zako. Ndio maana hata mwalimu wa ndondo sio kana kwamba eti ana vyeti na nini, hamna. Ni yule mnayemwamini mtaani, watu wanamkubali, ndio huyo kocha. Piga kule, ukipata wewe leta tuku. Ndio huyo kocha. Kwa sababu huyo yani wana mnamwamini mtaani, ndio msela wenu, ndio mwanenu, na ni mtu ambaye akiongea kitu kwa mchezaji anamsikiliza, ndio anakuwa kocha. Lakini ukija huku kaka, mtu katoka zake huko anakuja kufanya kazi, ukikosea kidogo hiyo attack. Kwa hiyo ndio tofauti hiyo. Yeah. Mtazamaji wa Mwananchi Digital, tunajaribu kuzungumza vitu vya tofauti kidogo kwa sababu tupo kwenye international break. Hatutaki kumjaza vitu vizito hapa akaanza kutupa majibu ambayo mwisho wa siku yakanatupa ukakasi. Bwana tuongelee safari yako ya kwanza ya umbali mrefu ambayo ulipanda mwewe, ndege. Experience ilikuwaje? Kwa sababu unaweza ukawa na vitu tofauti ambavyo ulikuwa unavifikiria kichwani. Safari yako ya kwanza, bwana tunaenda sehemu fulani, ilikuwaje? Unajua kuna safari ambazo ukitoka hapa mtu mkipanda ndege pamoja, yani muda mmoja mnatoka Dar es Salaam kwenda labda Ulaya. Kuna mtu anaweza kawahi kufika
kuliko safari za hapa ndani Afrika. Zina umbali. Kwenda Morocco ni mbali. Morocco unaenda Ulaya unarudi Afrika. Ni mbali. Sehemu nyingine Angola. Yaani kuna sehemu na ukuja angani uko unasema hivi ndege ikidondoka hapa mimi ndo basi tena. Kuna misitu ya Kongo kaka, ile nchi ni kubwa. Kaka, Kongo. Ile nchi ni kubwa. Kwa sababu unatoka hapa unaenda Ethiopia. Sasa kutoka Ethiopia mpaka kuja kuipata Angola, mtu ametoka Dar es Salaam ameshafika Ulaya. Kwa hiyo ile ni safari ambayo ya unajua wakati wa kupanda ndege yani naenda tu yani unajua kama kitu hujawahi kukitumia unakuwa na shauku nacho, unakuwa na hamu nacho. Hasa ukishakitumia ukakizoea unaanza kukiona cha kawaida, ndio unaanza kuona kero zake. Kikiwa kipya huwezi kuona kero, right? Kero tu utaziona wakati ambao kitu kishakuwa chako, unajua madhaifu yake, unajua mazuri yake, ni nini unaweza kufanya ukawa nacho, ni nini unaweza kufanya usiwe nacho. Ndio unaanza kuona madhaifu yake. Kwa hiyo ndio safari ambayo ya Tanzania Angola ni, unajua ni upande wa pili wa bahari. So sisi tuko upande huu wa bahari afu nenda upande wa pili wa bahari. Safari ndefu na misitu ya Kongo ile. Kaka hatari ndege pale namna gani? Watu wanakubali tu. Nakwambia kweli. Kwa hiyo ndo safari ndefu kidogo. Mara nyingi nimekuona ukihang na Soa. Nimehudhuria mara kadhaa, nimekuona uko na connection nayo na yeye, imekujaje? Washikaji wa Soa karibu 3 hivi ambao wamekutana nao kwenye mpira. Pia mimi nimekutana nao, nilikuwa nao timu moja, ambao pengine amekuwa nao kwenye mpira na mimi nilikuwa nao kwenye timu yangu. Kwa hiyo imekuwa tu connected. Lakini pia alivyokuja nafikiri kuna kitu alikuwa anakihitaji. Tulikuwa Arusha. Kuna kitu alikuwa anakihitaji. Silikuwa ni nini? Nafikiri ilikuwa ni charger. Kitu kama charger au protector hivi. Tulikuwa nalianga. Ikabidi tumchukue twende mjini. Tukawa tumeenda kwenye hilo duka tukanunua. Alafu pia communication, mawasiliano. Nafikiri urahisi ulikuja pia kwenye mawasiliano. Unajua hajui Kiswahili. Kwa hiyo ilikuwa ni mtu ambaye naweza nikaongea naye kwa urahisi na tukaelewana kwa urahisi na kwa haraka zaidi. Kwa kuanzia hapo amekuwa ni jamaa wangu. Ana uchizi mwingi sana. Ni mtu ambaye mimi sio mtu wa utani sana, lakini yeye ni mtu wa utani sana. Kwa tunajikuta tayari ni watu wa kucheka na nini hivyo. So ndio maana amekuwa mshikaji wangu, na kwa kipindi kifupi amekuwa ni jamaa wangu ambaye kama sio mpira pengine Eliuta ungekuwa upande gani kama sio mpira? Kuongelea labda kwa upande wa elimu au maisha ya kawaida. Kwenye maisha ya kawaida angekuwa mvuvi, angekuwa mtu gani? Ningekuwa hata bongo movie. Mimi napenda sana act, au ningekuwa model. Mimi napenda fashion. Mimi napenda sana fashion. Lakini pia napenda act. Ukiachana na afisa ununuzi na ugavi, kwa sababu ndo professional niliyosomea, ningekuwa labda fashionist huko, si ndo anaitwaga hivyo, si nimekosea si nini? Ni kitu ambacho napenda fashion. Napenda kuvaa. Napenda muonekano mzuri. Napenda kuwa smart hivyo. Ama na kitu kingine napenda act. Yani kama vile labda Kanumba alivyokuwa na movie zake nzuri, au Mlilo anachofanya sasa hivi. Ni kitu top sana. Yani unaona kabisa yani wakina JB wamezalisha kitu ambacho ni kikubwa. Lakini pia push anayopata kutoka kwa Shamsa Ford ambaye ni mkewe top.
Ni vitu ambavyo navipenda sana. Eliuta, tunamalizia nisikuchoshe sana. Ukiangalia ligi kuu Tanzania bara kwa hatua ambayo imefika, kiambiwa taji kikosi chako bora cha msimu. Kaka, nitakudanganya kwa sababu nimerudi Tanzania ilikuwa Oktoba, na sawa nina Azam Max na nina mitandao. Bahati mbaya ni kwamba kwenye mitandao waongeleagi timu moja moja, wanaongeleaga kwa ujumla, umeelewa? Na mara nyingi waandishi wa habari mnataka content, hamwezi mkaiandika timu ambayo haina population ya watu, kwa sababu content sinaendana na population. Kwa mnaandikia ile timu ambayo ina population kwa ajili ya kupata viewers. Kwa tabakia kuzipitia zile ambazo hata wewe unazijua. Lakini kama ningekuwa na nafasi ya kuangalia tangu ligi imeanza mpaka leo, nilikuwa naweza kukutajia. Lakini kwa haraka nikisema nitaje, kwa sababu mara nyingi mimi na timu yangu labda na hizo timu ambazo na wewe pia unaziangalia. Lakini ningepata nafasi ya kuangalia na mechi nyingine au kukutana na wachezaji wa timu nyingine, kiukweli mimi ningeweza kutaja. Lakini otherwise ukisema nitaje wachezaji wa timu hizo ambazo ndo kila siku zinaongelewa na ndo zinaonekana zina wachezaji wazuri na ndo ambazo zinaweza kununua professionals wengi, ingawaje sasa hivi timu zote zinaweza kufanya hivyo. Lakini nitaishia kutaja hao tu, umeelewa? Nitakuwa sijafanya sawa, kwa sababu hizi timu nyingine zina wachezaji pia wenye quality ambao ilitakiwa walau nijue namba 1 nikimtaje fulani, kwa sababu najua tukienda tu kwenye swala labda la golini, wewe utataka nimtaje mtu mwenye clean sheet nyingi, si umeelewa? Lakini labda mimi matako yangu nataka kumtaja mtu mwenye saves nyingi, si unaelewa? Tunatofautiana hapo. Wewe unataka kumtaja mtu mwenye clean sheet, mimi nataka kumtaja mtu mwenye save. Nikimtaja mtu mwenye save inamaanisha yeye ndo anatakiwa muda mwingi, yani wanamuataki muda mwingi, mpira huko golini kwake, ina maana ana save nyingi. Kwa mfano kama yule golikipa wa Kagera, si unaelewa? Kwa mimi nikimtaja yule golikipa wa Kagera kama ni golikipa bora, utaniambia wewe vipi, wewe mtu amefungwa mechi nyingi sio amfanyaje, lakini save zake ni nyingi. Sio hapo unajaribu kunielewa. Wewe unataka nimtaje nani ana magoli machache sasa hivi? Golikipa gani? Diara au yule wa Simba? Wa Simba ndo ana. Kwa hiyo utataka nimtaje yule kwa sababu ana clean sheet. Lakini clean sheet inatokana na nini? Inatokana na ukuta. Kwa hiyo nikimtaja yule wa Simba, inatakiwa nitaje na ukuta wake. Nikimtaja wa Yanga, inatakiwa nitaje na ukuta wake. Kwa sababu yeye hawezi kuwa bora alafu ukuta usiwe bora. Ina maana kama hafikiwi sana, ina maana kuna watu hapa namba 2, namba 3, namba 4, namba 5, namba 6 wanazuia vizuri. Kwa hiyo ina maana mpaka hapo nakuwa nimetaja watu 7 wa timu hii moja. Sawa. Hapo nimekuelewa. Hapo umeeleza vizuri. Tumalizie kwenye cha mwisho. Nataka nitaje sifa, alafu kwenye kikosi ambacho upo cha Singida Black Stars, alafu huyo mtu, hiyo sifa utamtaja huyo mtu. Mfano akili, sawa, akili ya mpira, utanitajia huyo mtu nani? Sawa, uwezo wa kufunga magoli ya kichwa, utamtajia huyo mtu. Tuanze hapa, akili ya mpira. Utanipa na sababu. Sema hapo sasa mimi una changamoto. Uwezo wa kufanya mambo, anafanya mambo magumu yaonekane mepesi kwenye timu. Unajua hapo kuna keke na watu sasa. Sasa unataka mmoja inakuwa okay, keke na watu bwana, ikitokea na mtaja mmoja sawa. Okay. Hapo keke. Uwezo kufunga magoli ya vichwa. Rupia.
energy anaweza kutuanga 90 min kwa energy ile ile dakika 90 kwa nguvu ile ile? Namba 2 si majina ya Kifaransa magumu. Afu unajua nimekuja sasa hivi. Unaweza kuwa kwenye timu yako bado usiwajua majina. Namba 2 wetu Maronga namba 3. Maronga wanaenda na Maronga. Yeah. Uwezo kupiga mashuti kwa mguu wa kulia? Chakei. Mtu mwenye vitu? Atu. Mchezaji ambaye atabiriki? Lianga. Bwana, mimi nikushukuru Eliuta. Nafikiri siku nyingine tutazungumzia brand yako. Tutazungumzia Topman. Umeamua kujiongeza upande wa pili, kitu ambacho sio kibaya. Sure. Lakini pia hujaniuliza anayefunga ni Soa. Japo kwenye mechi ya Yanga ile mapochi kama 3 ya kirafiki. Mpira. Ndio maana unaitwa mchezo wa makosa. Kama asipofanya mtu makosa, hakuna mtu ambaye anaweza kuenjoy. Unajua wachezaji bora wote kuna siku inakuwa ni siku mbaya kazini. Ndio maana mtu anapewa leo mechi, kesho mechi, kesho kutwa mechi. Hakukosei mara moja afu ukaacha ukaacha kucheza. Ndio maana kuna zile story ya kwamba yule alianza vibaya lakini sasa hivi ni hatari. Kuna zile stories yule alianza vizuri lakini sasa hivi. Huo ndo mpira. Mchezaji yote ambaye amefika ligi kuu, hakuna mchezaji asiyejua mpira. Umeongelea Soa kwamba alikosa ile magoli kwa sababu unajua uwezo wake wa kufunga. Kumbuka mimi naongelea kipindi ambacho ndo nimeingia. Siongelei kipindi cha nyuma. Naongelea kipindi ambacho nimeingia. Ndio maana hata kwenye kutaja kikosi sijananili. Ili uwe bora lazima upitie hizo changamoto. Uwezo wake wa kufunga ni mkubwa na ndio maana alipokosa haujaamini. Yawezekana unaona kabisa ile ni sehemu rahisi, lakini ndio mpira. Vitu alivyovifanya kabla ya kufunga ndio vinavyokufanya uone kwamba yule alistahili kufunga. Lakini kwa sababu unaitwa mpira ndio umekuwa hivyo. Yeah. Mtazamaji wa Mwananchi Digital, ni Eliuta Helman Mpepo ambaye tulikuwa naye tunazungumza naye mawili matatu. Tulijikita zaidi kwenye mambo ambayo pengine inawezekana ukawa au yafahamu. Kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha exclusive interview hii tukiwa Singida, mimi naitwa Elia Solomon. Ciao.